Ndio, hili linatuhusu wote ambao tunaupenda mpira wa miguu katika ardhi ya Tanzania, na taarifa hii lazima iwafikie bodi ya ligi kuu ya nchini Tanzania. Haya ni kutoka kwa wadau wa soka na ni mawazo mazuri ambayo na sisi tumeyaleta kwako mtazamaji wa Dara Sports tukayajadili kwa pamoja. Karibu. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hasani Sadam. Tuko tayari tena kukujuza taarifa nyingine nzuri ya kimichezo kutokea hapa Dara Sports. Watu makini, uchambuzi yakini, media makini. Bwana, nakukumbusha tena kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa hawa kusafirisha bidhaa zote kutoka Guangzhou China mpaka katika ardhi hii ya Tanzania. Na kuambia tena ya kuwa usafirishaji wa bidhaa hizi na chochote utakachokiagiza kutoka China itatumia takriban siku 3 tu pekee kutokea China kuja kwenye ardhi ya Tanzania. Tofauti na zile safari zingine ambazo wanakuambia zaidi ya siku 28 wanasubiri mzigo mmoja tu utoke China. Kuna mwanangu mmoja Hasani, yeye alikuwa ameagiza shati tu kutoka China. Shati afa siku ya birthday yake. Baada ya kulipia kila kitu ndo anaambiwa mzigo utafika ndani ya siku 28. Yaani mpaka birthday yenyewe unakuwa ushaisahau kabisa, yani ushasahau. Anaendelea na majukumu mengine ndo anaambiwa mzigo utafika. Kwa hiyo naendelea kuwakumbusha watazamaji wa Dara Sports ya kwamba siku 3 pekee. Siku 3 tu pekee. Kwa ina maana hata kama birthday yako ilitakiwa labda iwe tarehe, leo ni tarehe 6 sio? Kama birthday yako ilitakiwa labda iwe tarehe 7, una tarehe 10. Tarehe 10 useme tarehe 10. Yaani una uhakika mzigo na unafika Tanzania. Kwa hiyo wale watu ambao kuna unajua mtu ana haraka ya kuagiza kitu chake toke China kije, sababu unajua kitu kizuri ukishakiagiza unakuwa na kimuhemue cha kukipata kifike haraka. Sasa yani ndo la msingi, kwa sababu leo mimi naagiza kitu nikae ndani ya siku 28 mpaka nasahau kama niliagiza kitu. Unaona sasa yani mwezi mzima, obviously ni mwezi, yani unasahau kabisa. Bwana, tukashangaza. Na kukumbusha tena kuhusiana na Jaba Air Solution, watembelee hawa bwana, hawa ni wazuri kwenye kusafirisha bidhaa zote kutokea Guangzhou China kufika kwenye ardhi ya Tanzania. Lakini kingine, Jaba ni tunasema machimbo lilopo kule nchini China, kwa maana wale wa Tanzania na wale wote ambao wanatoka kwenye ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, afukiwa kule unahitaji kupendeza, kung'ara, uonekane vizuri kama ambavyo wanaonekana vizuri watu wa kule, basi hakikisha unatembelea Jaba. Mawasiliano zaidi ni hayo ambayo yanapita chini ya screen yako, lakini kama unahitaji kuwafahamu zaidi, tutafute hata sisi Data Sports kupitia social networks zetu, tunapatikana vizuri tu, nasi tutakupa maelekezo mazuri kuhusiana na Jaba Air Solution. Wakati mwingine tena wa kupeana taarifa nzuri ya kimichezo, nami niko tayari kuweza kukujuza. Bahati nzuri nimeanza na hii taarifa kusema ya kwamba ni taarifa ambayo inatuhusu watu wote, kwa maana mradi kila anayependa mpira wa Tanzania, haijalishi ni mwanamke ni mwanaume au mtoto as matters wewe unaushabikia mpira wa miguu Tanzania, lazima ujue ya kwamba hili ni muhimu na tunapaswa kujizana. Msimu uliotoka kumalizika, Hasani Sadam, ligi yetu ilienda msimu mrefu sana, na moja ya sababu kubwa iliyopelekea ligi yetu kwenda msimu mrefu ni kutokana na sakata la dabi ya Kariakoo. Ukiachana na dabi ya Kariakoo, bado kuna Simba Sports Club kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, na Young Africans kucheza hatua ya makundi. Sina naelewa vizuri bora makundi. Bora makundi kusema ratiba imebalansiwa katikati. Sawa. Simba Sports Club na sakata la dabi ya Kariakoo. Ni moja ya vitu ambavyo vilisababisha ligi yetu ikafika mpaka tarehe 25. Sasa tunaanzia hapa. Ratiba inaonyesha kwamba Young Africans pamoja na Simba Sports Club, as we are talking right now, wana viporo viwili. Mmoja ana viporo viwili, mwingine ana kiporo kimoja. Simba na viporo viwili, ana kiporo dhidi ya Azam, ana kiporo dhidi ya Tabora United. TRA United. Wombera TRA United. Sijui kwa nini tunajua, kwa nini tushakariri sana Tabora United. Pira kodi hilo. Pira kodi alafu Young Africans yeye ana kiporo kimoja cha Tanzania Prison, na bali takiwa acheze nayo Dodoma, lakini kutokana na mambo ya kiusalama mechi haikuchezwa. Hivyo ni viporo viwili. Tunavyozungumza mimi na wewe mwezi wa 11, ratiba inaonyesha Yanga na Simba wana mchezo mmoja tu wa ligi kuu ambao itachezwa tarehe 8. Simba atacheza tarehe 8, alafu Yanga atacheza tarehe 9 na KMC. Wanakuwa wamemaliza. Ratiba ionyeshe kama wana mchezo mwingine tena hapo katikati. Tunavyozungumza mimi na wewe, kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania tayari kashaita wachezaji wa timu ya taifa Tanzania watakwenda kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait kule nchini kwa kalenda ya FIFA ambayo itachezwa Novemba 14. Kambi wanaingia Novemba 10. Kwa ina maana Novemba 10 ukimaliza kama ni
Yanga unamaliza mechi yako tarehe 9, tarehe 10 unatakiwa uwe kambini. Kama ni Simba unatakiwa tarehe 8 unapomaliza mchezo wako siku ya Jumamosi unaanza kujiandaa kurudi wapi? Kambini. Hapo hujawasahau Singida, hujamsahau na Azam. Include hizi timu 4 nazo ni miongoni mwa timu ambazo zitakuja kutupelekea ratiba yetu kuendelea kuwa ndefu zaidi, kwa sababu tarehe 21 Simba, Yanga, Azam, Singida wana game za kimataifa. Ratiba inaonyesha ya CAF mpaka tarehe 20 ngapi? 28. Almost 1 week. Kwa hiyo tunavyozungumza mtu tarehe 18 na mchezo wa kirafiki, akitoka anarudi kwenye timu, anaanza maandalizi ya kujiandaa katika mchezo wa tarehe 21. Hapa katikati ni ngumu kumpa mechi yoyote. Kumpa mechi yote ya ligi kuu. Kwa sababu huwezi kumpa mechi wakati wengine wana safari. Wengi wanaanzia, kuna wanaanzia nyumbani na kuna wanaanzia ugenini. Kwa hiyo ni ngumu hapa katikati mtu kumpa mchezo wa ligi kuu. Unaweza kushangaa timu nyingine moja ikatangulia kwenda ukakuta hata mchezaji analipiwa tiketi atoke direct aende wapi? Aende moja kwa moja kwenye timu yake ilipo. Mfano mzuri Azam waliwahi kufanya kitu kama hicho kwenye mechi ya mwisho iliyopita dhidi ya Iran kama unakumbuka. Wachezaji wao waliwakatia tiketi moja kwa moja kutoka kwenye mechi dhidi ya Iran moja kwa moja visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo dhidi ya KMK ya Zanzibar kwenye mechi zile ya awali zile za preliminary stage. Kwa hiyo unavyoona vyovyote vile hamna ratiba hapo katikati ya kumpa mtu mechi yoyote ile. Akirudi ana ile interview ya kukaa sasa wiki moja ya kujiandaa, baada akitoka kwenye ile mechi ya tarehe 21 mpaka tarehe 23 anarudi kujiandaa kwa ajili ya hiyo michezo. Sasa tunazungumzia mechi ya kwanza ile wanarudi tena. Hesabu kuna safari kurudi 21 mpaka 23 ni game za kwanza. Game za kwanza. Baada ya hapo wanakuwa na safari sasa Young Africans nadhani atakuwa na safari anaenda kaskazini. Alafu hao wengine Singida na Azam watakuwa na game nyumbani. Yanga na Simba watakuwa na game awe. Kwa hiyo tunavyozungumza mwezi wa 11 kwenye ligi kuu Simba na Yanga wanacheza game moja pekee. Baada ya hapo probably kocha Miguel Gamondi ataita timu ya taifa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo na game na michuano ya AFCON nchini Morocco ambayo inaanza tarehe 21. Wakati sisi tuna mchezo tarehe 23 Taifa Stars, watu wasije kasahau tuna mchezo tarehe 23 ya mwezi wa 12 dhidi ya Nigeria. Yes, ndio AFCON hiyo. Ina mwezi mzima. Tunahitaji mwezi mzima kwa ajili ya kuandaa kikosi. Mwezi wa 12 wote, right? Mwezi wa kwanza unarudi game za Champions League na Confederation zinaendelea. Alafu game za ligi kuu nazo pia zinaendelea. My point is ukiangalia hapa katikati mambo yamekuwa mengi sana. Right? Hata incident iliyotokea kasababisha hizo game mbili za Young Africans za Vipolo ni incident moja wapo. Sawa? Hatujui nini ambacho kiko mbele. Sawa? Hivi vingine vinajulikana kwamba ratiba ya CAF ipo, kalenda ya FIFA ipo, right? Hatujui instance gani ambazo zingine zitakuja mbele ambazo zinaweza zikazuia chochote, kwa sababu kama hujaiona kesho huna uhakika kwa sababu lolote linaweza likatokea. Sasa moja ya kitu ambacho wadau wa soka wamewaza kinaweza kikasaidia kusort hii changamoto ambayo inaweza ikasababisha ligi yetu ikawa na msimu mrefu sana, ni Simba, Yanga, Azam na Singida. Hawa wanashiriki michuano ya kimataifa. Moja ya tabia ambayo tumekuwa nayo ya kuzidekeza timu zetu ni linapofika swala la mechi za kimataifa, eti timu zetu zinapewa zaidi ya wiki 2. Yaani ziconcentrate tu na mechi za kimataifa. Huku ligi inasimama inaanza kuwasubiri wao wamalize. Sasa Simba, Yanga, Azam, Singida wote wanashiriki kimataifa. Tukifanya hicho kitu kwa wote, manake inaweza tukajikuta ligi ina viporo vingi kuliko hata mechi ambazo zimechezwa. Si ndio? Kwa hiyo moja ya kitu ambacho watu tumewaza tukaona kinaweza kukusaidia kupunguza kwa kile ambacho tunakiona, achana na ambayo hatujui ni nini atatokea, kitakachotokea mbele, kwa sababu wewe ni mwanadamu, hujui kesho yako itakuwaje. Ni game ambazo timu zetu zitakuwa zinacheza hapa Tanzania. Mmoja watatu wanacheza Zanzibar, wengine wanacheza Tanzania bara, kwa maana ya mmoja ambaye ni Simba Sports Club, wengine wanacheza Tanzania visiwani. Sasa moja ya kitu ambacho kimewazwa kinaweza kikasaidia kupunguza ni kipindi hizi timu zinapokuwa zinacheza mechi za nyumbani, hamna umuhimu wa wao kutokucheza ligi kuu.
Yani mfano Singida alipaswa acheze game dhidi ya Tanzania Prisons kabla ya kwenda kucheza mechi ya kimataifa dhidi ya labda timu ambayo anakwenda kukutana nao kwenye group lake, right? Basi acheze hiyo game katikati, kwa sababu hamna effect zozote ambazo anaweza kuzipata. Labda ungesema kwamba anatakiwa asafiri na vitu kama hivyo. Turudi hapo kwenye point yako. Ashumu Singida Black Stars ana mechi labda na Namungo. Ana Namungo Lindi, si ndio? Alafu mechi yake uwanja anaotumia ni uwanja wa Amani Complex Visiwani Zanzibar. Anatakiwa apande boti kwenda Visiwani Zanzibar, sio? Alafu ana mechi ya kusafiri kwenda Lindi. Hesabu kutoka Singida mpaka Lindi. Na unajua miundombinu yetu ya Tanzania. Singida wanajiweza. Ndio wanajiweza, yani lakini bado wanaweza kusema moja kitu kizuri ambacho mimi nakifahamu kwa sasa hivi kwenye hizi timu 4 ambazo zipo kimataifa zinajiweza. Yani zinajiweza. Pepe aliwahi kulalamika, Man City aliwahi kucheza game Jumatano Champions League, Jumamosi akakiwasha na Arsenal. Pep sio, unaelewa vizuri. Silver Strikers ya Malawi ilicheza game Jumanne, Jumamosi wakasafiri wakaja Tanzania kucheza na Young Africans na walisafiri. Sio, unaelewa? Kwa miongoni mwa timu Sundowns, Orlando Pirates wote msimu uliopita walikuwa wanalalamika the same issue. Yaani kwao ligi inaendelea kama kawaida na unaachiwa nafasi ya wewe kujiandaa kwenda. Sababu Mamelodi alikuwa anasafiri, anatoka Saudi anaenda Cairo. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo yani ukweli ni kwamba Singida, Azam, Young Africans na Simba wanajua bajeti ya uendeshaji wa timu yao. Si ndio? Yaani kama game ni kutoka hapa kwenda Lindi, inashindikanaje wao kutoka kwenda Lindi baadaye wasafiri waende Visiwani Zanzibar wakacheze mechi. Kwa hiyo tukatishe game ya kwenda Lindi, tuwape uhuru mkubwa wenyewe kwenda kucheza Visiwani Zanzibar. At the end of the day ligi inakusanya viporo. Hapo ndo naendelea kusisitiza kwamba kipengele kinakuja hapo kwamba mtu ana mechi humu ndani mkoani. Ashumu Simba alivyokuwa na mechi na TRA United, si ndio? Hapo tunazungumza ni kutoka hapa mpaka Tabora, si ndio? Unaenda umbali upo hata kama watatumia usafiri wa ndege, si ndio? Wachezaji labda wafike jioni au wafike siku 2 kabla, wapate muda wa kufanya mazoezi ya mwisho au mazoezi ya ina maana jioni, alafu kesho yake wana mchezo. Watoke hapo, labda ungekuwa Ashumu na wao ungekuwa wameenda Visiwani Zanzibar. Baada ya ule mchezo waumalize ule mchezo papo malize, waanze safari ya kurudi Visiwani Zanzibar. Bado hapo ndo watakuja kuambia kwamba wataendelea kukaa kwenye kile kichaka cha kwamba wanaendelea kutengeneza muda wa kufanyaje, wa kujiandaa, kupata muda mwingi wa kufanya nini, wa kujiandaa. Kutokana kwamba anahitaji apate siku 2 za kupumzika kabla ya mchezo, siku 3 kabla, kutokana na masaa 70 ngapi, 72 wamecheza Jumapili, labda game yao mcheza Jumapili dhidi ya Diagosto. Simba ameweza kucheza mechi yake Jumapili. Amesafiri labda kutoka Angola, sio? Amekuja Dar es Salaam. Dar es Salaam ana mechi na Diagosto tena Jumapili. Yani mimi nimesema Diagosto anaanza nayo, si ndio? Amecheza Benjamin Mkapa. Kuna game ya ligi kuu tuseme labda dhidi ya TRA United. Tuseme hivyo, yes. Ana safari. Wiki ijayo sana bidii akacheza mechi nyingine ya kimataifa. Wiki ijayo sana kuna mechi nyingine Angola ya kimataifa. Ana mchezo wa ligi kuu Tabora United, TRA ambao ni Singida. Hapo nitaka jaribu kutafutia ambako Simba ana game Jumapili dhidi ya Diagosto. So unanielewa haya, yani unampaje siku 6 Simba eti hapa katikati asicheze mechi yote mpaka kufika kwenye Diagosto Benjamin Mkapa hapa. Na Simba yuko hapa Dar es Salaam. Tabora ni pale. Safari hata zaidi ya haifiki hata masaa 3 kashafika Tabora. Kashafika. Yani tuseme leo ni Jumapili. Jumatatu, Jumanne, kwa nini Jumatano asicheze Simba? Yani Jumatatu anaondoka, Jumatano ana game na anamaliza na Tabora, anaanza safari hiyo usiku anarudi. Ijumaa na Jumamosi mtoshi Simba kujiandaa dhidi ya game ya Jumapili dhidi ya Diagosto. Bado tukaambia wachezaji hawajapata muda wa sasa huko ndicho ambacho kufanya kurelax, kurudisha fitness. Wametoka kwenye mchezo wa kwanza, wanabidi wapumzike siku nzima, wamalize wafanye mazoezi ya mwisho, ikiwezekana ndo waanze kujiandaa upya tena kurudi kwenye mchezo mwingine unaofuata. Sasa hicho ndicho ambacho tunakizungumza. Yani okay fine, game 3 za Yanga, game 3 za Simba, game 3 za Singida, game 3 za Azam. Game ngapi hizo? 12. Sinaambia 12 jumlisha 12 jumlisha 24. Manake kila yani timu zote tumetoa 2 weeks za kujiandaa. Sio, unanielewa vizuri? Sasa hapa hao wote wachezi ndani ya wiki 2. Hao wote
Hawachezi game za yani wao wanacheza tu game za kimataifa. Hii ligi inaisha mwezi wa ngapi? Alafu ligi inapaswa kuendelea. Yaani kuna mechi ziko mbele, zinapaswa zichezwe. Tunamaliza mwezi wa ngapi hiyo ligi? Hapo ligi unakuwa unaiona mwezi wa 7 fulani hivi. Mwezi wa 7 Mwezi wa 7 wa 8. Wa 8 kabisa wa hakika wa 8. Mwezi wa 7 wa 8 kitu ambacho sio sababu ligi inapaswa iishe mwezi wa 5 au wa 6 mwanzoni. Sio, unanielewa vizuri. Kwa hiyo mimi my suggestion ilikuwa ni hizi game za nyumbani. Timu ikiwa na game ya nyumbani ya kimataifa na kuna game ya ligi kuu, acheze tu game ya ligi kuu kwa sababu yuko hapa nyumbani. Yaani Simba, Azam, Singida na sijui na Young Africans wanajua, yani Singida anajua kama nina game dhidi ya Pamba Jiji Mwanza, chukua ndege nenda Mwanza kacheze game, toka jiandae nenda Zanzibar kacheze game. Tuzungumzie Simba Sports Club msimu uliopita, nafikiri ulikuwa shahidi. Alipotoka kimataifa baada ya kucheza na alipomaliza nafikiri ilikuwa ni na RS Berkane finali. Alirudi Tanzania alikuta mechi takriban 4 kama unakumbuka. Viporo vingapi? Viporo 4. So amna tuache viporo 4. Alikuwa na viporo 5. Alianza mechi ya kwanza na KMC, akafuata Mashujaa. Zote bahati nzuri zilikuwa wapi? KMC Complex. Mechi iliyofuata alikuwa na mechi ya FA na Singida Black Star. Ameweza kucheza naye ligi kuu, baadaye anamfuata Babati kucheza naye FA. Walipotoka pale Simba walisemaje? Walilalamika kwamba sisi sio mashine kucheza mechi 5 ndani ya wiki ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo tunarudi sasa. Mamlaka ndo zina kazi kubwa ya kufanya. Either zirudi tena kwanza upya zitengeneze, zibadilishe ratiba ya mechi zote ambacho tayari lazima kiwe kinafanyika. Sasa unafikisije kuambia wakubwa kwamba wanatakiwa warudi tena kwenye utaratibu wa kucheza mechi au na mechi ya kimataifa katikati ucheze mechi ya anaendesha soka la Tanzania ni nani? Si bodi ya ligi kuu. Bado kuna kuleana, bado kupo kunaendelea kwenye hivi vilabu. Sasa hiyo kuleana ndo bado inatutesa mpaka hii leo. Na leo hiyo sikumwambia Simba, anakuambia na mechi na Diagosto Angola, labda nahitaji alama za kufuzu, ambacho mimi nimezungumza ni game ikiwa Tanzania. Ukiangalia hizi timu zetu zote zina game Afrika Kaskazini. Sawa? Morocco, Algeria, Egypt na mataifa mengine kule kaskazini. Sio, unanielewa? Tunapima ile weight ya mtu kusafiri kutokea Tanzania kwenda paka kule. Kwenda Morocco almost masaa 10 na kitu. Misri kama masaa 6 7 na kuendelea, right? Kwa hiyo ukiangalia labda Singida na labda Azam ana game dhidi ya Wydad. Singida ana game dhidi ya CR Belouizdad, right? Unaweza kumwambia Singida cheza game moja hapa ndio usafiri uende kule. Sio, unanielewa? Hapana, hiyo inakuwa sio sawa sawa. Kwamba bwana mna game kule kaskazini. Basi hii wiki yote jiandaeni muende kaskazini sababu kuna safari hapo, mfike mpumzike, na ile ni nchi ya watu na vitu kama hivyo. Kinachoniumiza mimi ni game ichezwe Tanzania, yani uwanja Benjamin Mkapa, Simba yuko Dar es Salaam, ana game dhidi ya KMC, ana game dhidi ya JKT, pale Meja Jenerali Samuyo, game inakuwa postponed, alafu Simba eti ajiandae na game ya Jumapili dhidi ya Diagosto pale Benjamin Mkapa. Safari ya yani Simba yuko Dar es Salaam Jumatatu, game ya Jumatano labda ilipangwa. Jumatatu Simba anajiandaa. Jumanne anafanya mazoezi yake ya mwisho pale Mo Arena Bunju pale. Jumatano anachukua basi lake, anaenda paka JKT. Anakiwasha, anamaliza, anarudi zake kambini. Alhamisi wanaingia mazoezini. Ijumaa mazoezi ya mwisho. Ijumaa mazoezi. Alhamisi mazoezi, wanafanya recovery. Ijumaa mazoezi, Jumamosi ya mazoezi ya mwisho, Jumapili wanakiwasha. Sasa hicho kinashindikana nini? Yaani hicho ambacho mimi najiuliza. Florence, turudi kwenye uhalisia. Leo hii una mechi, mfano Young Africans alikuwa na mechi na Silver Strikers. Ile mechi wanahitaji kwa hali na mali Young Africa. Ana wiki moja katikati. Mechi ni hapa Dar es Salaam. Je, utamruhusu acheze mechi ya ligi kuu na wakati ana mechi ambayo inahitaji maamuzi yake ya kumfanya kwenda hatua inayofuata? Yaani unaona kwenye ile kauli moja nilianza kuzungumza hapa nikasema tunadekezana. Ndio hii. Nimekupa tu mfano mzuri. Mamelodi alikuwa na game dhidi ya Al Ahly. Yaani imagine kutokea Afrika Kusini kwenda Misri. Sio Tanzania, kutokea kule chini Afrika Kusini kwenda Afrika Kaskazini. Mamelodi alikiwasha katikati Jumanne, alitoka kucheza game Jumamosi, Jumanne akakiwasha, Jumanne hiyo akaanza safari ya kwenda kule. Na akacheza vizuri tu dhidi ya Al Ahly. Ila sisi leo hiyo haiwezekani.
Mimi naweza nikawatetea Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns na kikosi kipana, ni timu kubwa Afrika. Leo Young Africans ana mechi ya maamuzi dhidi ya Silver Strikers. Kama ulikuwepo juzi, Yanga wanahitaji kufuzu kwenda hatua inayofuata. Unakubali kumpa mechi ya ligi kuu aidha na Pamba Jiji Mwanza, na wakati anakuja kurudi kujiandaa kwa ajili ya mchezo ambao unahitaji maamuzi yake uwanjani? Mfumo wa uendeshaji wetu wa ligi, sio, unanielewa vizuri, ndivyo ambavyo ulivyo. Kiungwana haiwezekani kaka. Yani mfumo wa uendeshaji wa ligi hauko katili. Yani tunakusikiliza unataka nini. Yani japokuwa we have laws, regulations na vitu kama hivyo, lakini Simba anataka nini? Anataka hichi, tumpe. Yanga anataka tumfanyie hiki, Wewe binafsi nimekuuliza unisikilize. Yani mimi nikiwa wewe binafsi kama kiongozi. Yanga wanahitaji mechi ni ya maamuzi au Simba ni mechi ya maamuzi? Yani sasa alafu wewe umpe mechi ya ligi kuu. Yani Simba au Yanga wao ndo waje watuombe sisi. Ila sisi ratiba yetu tunakuwa pale pale. Yani wao ndo waje watuombe. Sio sisi tuanze kusema tumehurumia Yanga. Sasa hapo ndo mnakokosea. Yani waacheni waje wawaombe. Bwana tuna game fulani. Mkipima na weight ya hii mechi, tunaombeni mtuachie muda vijana wetu wajiandae kwa ajili ya. Sio, unanielewa vizuri. Ila sio bodi ya ligi waanze kusema bwana jamaa wana mechi tuache. Sasa hapo ndo tunako. Ili wao wakituomba, yani nikikuomba maana yake una option mbili, ukubali au ufanyeje? Kiungwana unaweza kukataa. Bwana mtazamaji wa Rara Sports, nakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Pengine una mawazo mazuri kutuzidi hata sisi ambao tumeyatoa hapa. Unaweza kaweka tu chini hapo kwenye comment. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuifuatilia Rara Sports, na kukukumbusha kwamba njia pekee ya kuendelea kukutana na sisi ni kupitia kusubscribe. Asante pia kwa Pako, na nikutakia wakati mwema.